Tunaye hapa Hassan Juma Kombo, mtaalamu wa masuala ya malezi na elimu. Tunaangazia jinsi ya kumwandaa mtoto kielimu katika maisha yake ya baadaye. Karibu. Asante sana. Nimekaribia. Bila shaka namna hiyo. Sawa. Kumwandaa mtoto kielimu katika maisha yake ya baadaye ina maana gani? Asante sana. Elimu ni maarifa ambayo yanakuwa yanatakiwa kumbadilisha mtu kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine, lakini especially kutoka kwenye hali duni kwenda kwenye hali nzuri. Hiyo ndio elimu. Sasa elimu ya kujitegemea ni ile maarifa ambayo yanaweza yakamsaidia yule ambaye anapewa yale maarifa aweze kujitegemea na aweze kupata manufaa kiuchumi na kuweza kuwa huru. Hiyo ndio maana ya elimu ya kujitegemea. Elimu ya kujitegemea. Sasa kwa mantiki hiyo, muda upi sahihi wa kuanza kumwandaa huyu mtoto? Manake hivi leo tunataka tumwangazie kwanza kuanzia huko kwa huyu mtoto. Umri sahihi wa kumwandaa mtoto kwa ajili ya hilo ni kuanzia pale ambapo mtoto anakuwa ameweza kuanza kujitambua. Kwa maana kuanza kujitambua ni kuanzia umri 0. Umri 0 anajitambuaje? Umri 0 umri 0 anakuwa anajitambua. Mtoto anakuwa anajitambua na anasikia kuanzia tumboni. Kwa hiyo katika kumwandaa mtoto, hata mama anapokuwa mjamzito kuna mazingatio ambayo anakuwa anatakiwa kuyazingatia. Kwa hiyo mama akiwa mdokozi na atakapozaa mtoto naye atakuwa na tabia za kudokoa. Kwa hiyo umri 0 nakusudia kwa maana ya kwamba ni kuanzia elimu ya awali. Kwa hiyo elimu ya awali kuna mazingira ambayo mtoto anakuwa anaanza kuandaliwa. Kwa hiyo mtoto anaandaliwa kuhusiana na kujitegemea kuanzia umri 0. Yaani kuanzia elimu ya awali. Tufafanulie vizuri hapa. Huu umri 0 unamfundisha nini huyu mtoto? Au kwa maana hapo uliposema chekechea, si amefafanua afu baadaye amesema kwamba ni chekechea. Sawa. Tuanze kuanzia huku tumboni. Tukianza tumboni ama tuanze anapozaliwa. Huku tumboni sawa, mama labda amezungumza au hakuzungumza, amefanya au hakufanya, lakini mtoto ameshazaliwa. Ule umri 0 wenyewe sasa ule ndio nini kinafanyika, yani hasa mpaka kufikia kile kipindi cha kusema hapa anakwenda sasa kwenye shule, kwa maana kwenda kufundishwa sasa ile elimu, labda na walimu, anakutana na makundi mengine, huko nako ni kitu kingine. Lakini hapa kwenye malezi yake mtoto anakuwa anajifunza kwa kuona na kusikia. Kwa hiyo matendo yote ambayo yanakuwa yanaendelea ndani ya nyumba, anayosikia, anayoona, mtoto anakuwa anajifunza. Na hapo ndipo ambapo mtoto anakuwa anaanza kuchukua. Kwa hiyo ndio pale nilipokuwa nimesema kwamba umeniuliza ni umri gani sahihi. Kwa hiyo ni yale yote, yani mama anapokuwa anaongea au baba anapokuwa anaongea au wazazi wanapokuwa, familia iliyokuwa imemzunguruka, japo tunahisi kwamba yani ule mtoto hasikii, lakini anakuwa anasikia na anakuwa anajengeka na hayo. Kwa mfano, mama anapokuwa anamnyonyesha mtoto na anakuwa amekasirika au hayuko kwenye mudi nzuri, mtoto naye anakuwa anahisi vile vile. Na ndio maana unapokutia mtoto anapokuwa ananyonya mama, yani mtoto anakuwa anangaruza macho akimwangalia mamake. Kwa hiyo yote ambayo yanakuwa yanaendelea ndani ya nyumba yanatakiwa yasaidie kuweza kumfanya mtoto aweze kujitegemea. Kwa hiyo wakati huo akiwa ni mdogo, anapoendelea kukua, anatakiwa apewe maelekezo, ambapo katika hayo maelekezo madogo kutokana na hatua. Kwa hiyo hizi hatua zinakuwa zinabadilika kutoka umri ule mdogo wa miaka 3 mpaka 5, miaka 6 mpaka miaka 9, miaka 10 mpaka miaka 13, na baadaye kuelekea hatua hiyo hapo nyingine, na mpaka kufika umri wa miaka 21. Kuna vituo 7 ambavyo mtoto anakuwa anapita. Kwa hiyo ni vituo vingine hivyo ambavyo kila kituo kimoja vinahitaji muda wa kuja kujadili kipindi zaidi ya kimoja. Lakini kwa muktadha huu wa kumwandaa mtoto kwa ajili ya kujitegemea, kuna hatua ambazo katika hizo hatua za elimu ya awali ni kumpa mtoto uhuru
wa kufanya kile ambacho anaweza akafanya, alimradi ukiwa unahakikisha kwamba mazingira yako salama. Kwa hiyo unapokuwa unafanya hivi, kila mtu Mungu amemjalia kitu aweze kuishi hata kama akiwa hakusoma, ambacho kinakuwa kinaitwa kipaji. Kila mtu amepewa, ni zawadi amepewa na Mungu wake. Kwa hiyo hiyo zawadi kila mtu anayo, inakuwa inajulikana, au mtoto anakuwa anaionyesha pale wakati ambapo anakuwa ni mdogo. Unapomkuta pale mtoto nyumbani amechukua vitu anachezea, utamkuta yuko na hobi fulani fulani, anapenda kwenda jikoni, au anapenda kutengeneza magari, au anapenda vitu kama hivyo vya kujenga. Kwa hiyo kile kinakuwa ndio kinakuashiria wewe mzazi kwamba mtoto wangu mimi ana kipaji hiki. Kwa hiyo sasa unatakiwa umwelekeze na umwendeleze katika hilo, kwa kumpa uhuru wa kufanya, kumsapoti wewe kama mzazi, pamoja na kumpa motisha, kumpongeza na kumsapoti vile vile. Sio mtoto anakuletea wewe Lugendo Madege, anakuletea pale umsaidie kutengeneza gari lake la chupa au na vidude, alafu na kimsingi nilipozungumza kwamba unamsaidia mtoto katika umri gani, kuanzia mtoto anapoanza kujitambua katika daraja lake hilo dogo. Mtoto leo hii ukimuuliza unataka kuwa nani, atakwambia. Anapenda nini, atakwambia. Na kila anachosema huwa anamaanisha moja kwa moja, au anasema tu kwa sababu labda pengine kuna kitu ameona? Anasema kuna kitu ambacho ameona, lakini ndani yake humo ndio kuna maono na ndoto zake. Kwa hiyo wewe kama mzazi unatakiwa kuweza kumsaidia, ambapo katika kuweza kumsaidia unatakiwa umwambie aandike ni vitu gani ambavyo anataka kufikia, anataka kuachieve kabla. Bibi, si umeniona babako nimekuwa mzee? Alafu yake si unaona, yani tulishamzika babu yako. Kwa hiyo sote tutakwenda katika miktadha kama hiyo, na baadaye tutaondoka. Kwa hiyo unataka kufanya vitu gani kabla hujaondoka? Aviorodheshe. Kuna mwongozo ambao nao unakuwa unampa mtoto, unakuwa unamuongoza. Akishaviorodhesha, wewe amekupa wewe mzazi, pengine wewe huna elimu ama ujuzi ama maarifa ya kuhakikisha kwamba mtoto wangu anapata elimu ya kuja kujitegemea baadaye. Maana ukisikia tu swala la elimu, watu wana fikra zao zote zinahamia shule. Ndio. Kwa hiyo anakuwa ameandika vile ambavyo anakuwa ameandika, vingine unaviona labda vinakuwa havina uhalisia, au ni vitu ambavyo vinakuwa havitekelezeki. Kwa pengine anaweza akakwambia mimi nataka kumiliki ndege, nataka kumiliki uwanja wa mpira. Vyote wewe unaweza ukafikiria kwamba ni haviwezi kutekelezeka, lakini ni vitu ambavyo vinakuwa vinaweza kutekelezeka. Wewe unachotakiwa ni kumpa support na kumuonyesha njia ya kwamba hiki, mimi nataka kuwa rubani, mimi nataka kuwa dokta. Kwa hiyo msingi wa kuwa dokta ni upi? Msingi wa kuwa dokta ni kusoma vizuri masomo ya science. Kwa hiyo wewe kama mzazi unatakiwa umsaidie, basi mwanangu soma vizuri, na anapokuambia kwamba mimi nategemea kuwa dokta au mimi napenda kuwa Lugendo Madege, anakuangalia pale. Au wengine watoto wanakuwa wanapenda kazi za baba zao au mama zao wanazokuwa wanaona wamefanya. Kwa hiyo wewe kama mzazi unatakiwa kumwonyesha njia ya kuweza kufikia huko anakotaka kufika. Sawa. Tuanze katika zile hatua ulizozigawa zile 7. Ndio. Huyu mtoto, siku hizi kuna shule hizi za chekechea zimekuwa nyingi sana. Yes. Na kutokana pia na maisha yalivyo hivi sasa, unajikuta mzazi katika ule umri ambao unatakiwa kumwangalia na kukilea hicho kipaji ambacho unakizungumza, ndio muda ambao mzazi yuko ametingwa katika utafutaji, anaamua kumchukua mtoto, ana mwaka na nusu, anampeleka shuleni angalau akacheze na wenzie. Ndo maisha ya kwenda shuleni yanaanzia hapo. Ndiyo. Ni kwa vipi mzazi huyu anaweza akagundua na kuendeleza kile ambacho mtoto wake anacho, lakini mazingira sasa ya huyu mtoto mwenyewe kujifunza, kupata uelewa wa mambo unakuwaje? Asante. Kwanza nafikiri au nikwambie kwamba serikali imebadilisha mtaala kuanzia mwaka 2023. Kama unasikia kuna mtaala ambao umeboreshwa. Mtaala uliokuwepo wa mwaka 2016, sera ya elimu ya mtoto huyo wa awali pamoja na elimu ya msingi ilikuwa ni kusimamia KK3, kusoma, kuandika na kuhesabu, au 3 R's.
wanasema, lakini umefanyiwa maboresho na umeanza kutumika kuanzia mwaka 2023 na kuendelea mbele, ambapo kama unaposikia kwamba itakapofika mwaka 2027 wale watakuwa wanaishia darasa la 6. Kwa hiyo ndani yake wameenda kuweka kuanzia tangia elimu ya awali, na wameweka masomo ambayo yanaweza yakamsaidia mtoto kuanzia tangia elimu ya awali kuweza kujifundisha, na ambapo anakuwa anajifundisha kuweza kumsaidia kuweza kugundua vitu kama hivyo ambavyo mtoto anakuwa anavyo. Kwa hiyo kuanzia elimu ya awali upo mtaala ambao umeboreshwa na unawezesha hilo. Lengo ni kuwafanya watu, kutokana na sababu za kwamba hakuna serikali ambayo inaweza ikaajiri raia wake wote duniani. Kwa hiyo wanafunzi wasaidiwe kuanzia takia ngazi ya chini, ili watakapokwenda na watakapomaliza elimu yao aweze kujiajiri na sio aajiriwe. Kwa hiyo kuanzia elimu ya awali yapo hayo, na walimu wamepelekwa mafunzo, ambapo mafunzo hayo wamepelekwa ni pamoja na kuwashirikisha hao wanafunzi kuweza kufanya hizo kazi za vitendo, pamoja na kugundua vipaji ambavyo watoto wako navyo, ili waweze kutumia. Sasa hivi hatupimi tu taaluma ile academic ambayo inakuwa ni result oriented au matokeo zaidi na hizi passing za grade, lakini ni pamoja na hivyo vipaji vingine ambavyo watoto wanavyo ambavyo wanatakiwa waweze kusaidiwa katika hayo. Watoto wanaweza kusaidiwa kwa namna gani? Kwa sababu tayari serikali imeweka ndio mtaala huo, lakini je, yale mazingira kwa jinsi ambavyo unayaangalia mazingira yenyewe, kwamba huyu mtoto tunaweza tukagundua kipaji chake ni kipi na tukamwendeleza hicho hicho, sio nyumbani, kwa shule sasa? Yani kuna pembe tatu muhimu sana katika masuala ya elimu, ambapo kuna mzazi, kuna shule pamoja na ule mtoto mwenyewe. Kwa hiyo sasa upande wa shule tayari serikali imeshaweka miongozo. Upande wa mtoto, mzazi tayari umeshamchukua jukumu la kumpeleka mtoto kwenye kile kituo, na kile kituo jukumu lake ni kuhakikisha kwamba wanafuata ule mtaala ambao upo tayari, serikali imeshautoa, umeshawapa mafunzo na kwamba wanatakiwa wafundishe. Kinachokuja chengine ni suala la kwako wewe mzazi. Kwa hiyo wewe kama mzazi unatakiwa, ndio nimekupa zile hatua, ambapo hizi hatua siku ukinialika naweza nikaja nikakueleza moja baada ya nyingine, na ni mlolongo ambao ni mrefu, lakini kuna majukumu ambayo anatakiwa kuchukua kama mzazi, ambao majukumu unaotakiwa kuchukua kama mzazi ndio zile hatua chache ambazo nilikuwa nimezitaja tu au kuzungumza kidogo. Lakini hatua za shule ni pamoja na kufanya hayo ya kugundua hivyo vipaji vya watoto, pamoja na kuweza kuwasaidia ili kuweza kuvikuza, kuviendeleza, na baadaye waweze, mtoto anaweza akaanza yeye mwenyewe kujilipia ada hata akiwa yuko kwenye shule ya msingi, yeye mwenyewe kwa kupitia kipaji ambacho amekuwa anacho, lakini lazima kigunduliwe pale shuleni na shule iweze kuwa na huo mpango wa kuviendeleza hivyo vipaji. Tutolee na mifano, mtoto huyu ambaye yuko shule ya msingi anawezaje kuanza kujiingizia kipato, hasa yule ambaye anasoma masomo ambayo ni ya amali? Kule Zanzibar wanaita amali, lakini huku kwetu tunaita masomo ya stadi za kazi ama ya ufundi. Ndio. Kuna hatua ambazo zinatakiwa zipitwe, ambapo katika hatua ambazo zinatakiwa zipitwe ni pamoja na kuweza kujua huyu mtoto kisaikolojia, huyu mtoto anapenda yukoje kwanza kisaikolojia. Kwa hiyo kisaikolojia kuna haiba aina mbili. Kuna wale tunasema introvert na extrovert, ndani yake kuna magrupu mengine. Kwa hiyo mtoto hapo kwanza fafanua. Introvert na extrovert. Kuna wale watoto ambao yani wanakuwa ni waongeaji, na kuna wale watoto ambao wanakuwa si waongeaji, ni wakimya. Kuna mtoto anaweza akajieleza tu yeye hata kama pahala ni mgeni, na kuna mtoto ambaye yani hawezi kujieleza hata kama pahala akiwa ameshazoea. Kwa hiyo hilo ni hizo namna kama hizo. Sasa shule inatakiwa yani kuwa na wataalamu na kuweza kugundua vitu kama hivyo, lakini vile vile na kwamba huyu mtoto ana utaalamu gani
wewe Lugendo Magedege umeshamjua mtoto wangu huyu hapa ana utaalamu gani nyumbani, na baada ya kugundua hilo kwamba anatakiwa aendelezwe. Kwa hiyo sisi kama wataalamu shule tunakuwa tuna watambua, ambapo katika kuwatambua ndani yake tuna klabu. Kwa hiyo kupitia kwenye klabu, ukishamuona mtoto yeye mwenyewe anakuwa anapenda kazi za kuchora, kwa hiyo shule inatakiwa iwe na klabu za uchoraji. Mtoto ni mwongeaji, huyu anaweza akawa mtangazaji, anaweza akawa mwongeaji kwenye hadhara za watu, anaweza akajenga hoja. Kwa hiyo kunatakiwa kuwa na public speaking club au tasnia ya uneni, sawa lakini kuna mwingine unamkuta pale hata akiwa mle, ukiwapa nafasi kidogo tayari ameshaenda kukaa pembeni, anachezea nywele za wenzake. Yani huyo ana tasnia ya ususi. Kwa hiyo unajua unatumia shilingi ngapi kusuka nywele? Nyingi sana. Kwa hiyo sasa kuna nywele zingine zile zinafika mpaka laki na nusu, laki mbili, laki sita. Kwa hiyo sasa kumbe unaweza kule shuleni anaweza akasimamiwa na kikaendelezwa kile kipaji chake. Kinapoendelezwa kile kipaji chake, baadaye siku za weekend ana wamama wawili watatu ambao watawasuka pale, na unaweza kukutia ni mtoto mdogo lakini anasuka vizuri kabisa. Kwa hiyo vile kipaji kinapokuwa kimegunduliwa kama hivyo, yule mtoto ndio anakuwa anaendelezwa katika misingi kama hiyo. Kwa hiyo ni nyingi tu. Kuna mtoto mwingine anapenda kupika, kwa hiyo kama shule inatakiwa iweze kuwaendeleza. Kwa hiyo inatakiwa, kwa mfano kama huu mtaala mpya, walimu mbali ya kuwa na ule utaalamu wa kiualimu wanatakiwa kuwa na kitu cha ziada, ambapo kitu cha ziada kipi? Ni pamoja na hivi vitu kama hivyo ambavyo vinaweza vikasaidia kuweza kutoka mtaala ule wa zamani na kuja mtaala mpya. Kwa hiyo kuna mtoto ambaye yeye anapenda kusuka, yupo mwalimu ambaye anaweza akamsaidia. Sasa hivi mtoto anaweza kusukuma cherehani au anapenda ushonaji, kwa hiyo anatakiwa aweze kufundishwa, kuendelezwa katika hiyo. Kwa hiyo mazingira sasa yatengenezwe kwenye hizo shule ili kuhakikisha yanatoa support, yanaunga mkono hivyo vipaji vinavyoibuliwa. Exactly. Na sio tu kwamba yani kumpeleka mtoto shule tu. Hiyo shule ni ya wazazi. Shule sio ya mwenye shule. Kuna mmoja alisema kwenye mitandao huko, anasema mwanao unampeleka kwa sababu hiyo shule ni wana mabasi ya njano, ama anapata kitu kingine cha ziada? Exactly. Mambo ndo kama hayo. Haya, huyu anasema, tusome ujumbe kidogo hapa. Okay. Anasema mimi nina biashara, mtoto wangu akirudi shule namwachia dukani auze. Je, namharibu au namfundisha? Anaitwa Amuli, yuko Vianzi Vikindu. Okay. Asante. Katika ule mwendelezo ambao nilikuwa nimeuzungumza ni kwamba mzazi unatakiwa kumwandaa mtoto kwa maisha ya baadaye. Yaani wewe una mtoto wako, ni baba wa baadaye, ni mama wa baadaye, ni mke wa mtu, ni mume wa mtu, na unatakiwa umfundishe aweze kujitegemea. Utakapokuwa hukumfundisha kujitegemea, ni kwamba wewe unatengeneza bomu ambalo atamaliza chuo degree na mtoto hawezi kujitegemea. Kwa unamsaidiaje? Kuanzia katika ngazi tangia ya awali unatakiwa kumsaidia na pamoja na pale nyumbani. Kuna wengine ana msichana wa kazi, mtoto hagusi chochote. Mimi nimeshamkuta mtoto kashuka kwenye gari yao ya familia, na hata begi lake yeye mwenyewe habegi. Yani dereva tena na kwa jeuri. Kwa hiyo sasa unatakiwa ni kuweza kumshirikisha mtoto, ambapo katika kumshirikisha mtoto kazi za nyumbani, kumfundisha taratibu, lakini vile vile kumshirikisha kazi unayoifanya. Huyo mzazi anastahili pongezi sana, na anachokifanya ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo unatakiwa, hata kinachotakiwa ni kwamba mtoto wako akisha kwambia mimi ni dokta, mimi napenda kuja kuwa mwalimu, kwa hiyo unatakiwa uanze kumwita na kile cheo kuanzia tangiwa akiwa mdogo, na uanze kumjenga. Kwa hiyo yani akikwambia mtoto wangu mimi ni dokta, kwa hiyo unatakiwa uanze kumwita dokta, dokta fulani. Na unatakiwa yani siku moja, nyinyi watangazaji hapa, sijui kama polisi zenu zikoje, lakini mtoto wako unatakiwa uje naye kazini siku moja, aje akuone unapofanya kazi, unavyokaa ukifanya kazi,
aje akuone ili atamani, ili na yeye atamani. Sasa huoni kama Kombo unaweza ukaturudisha pale kwamba wako baadhi ya wazazi wanawachagulia watoto wao cha kufanya? Hilo ni kosa kubwa sana, katika kosa ambalo wazazi wanakuwa wanalifanya. Hutakiwi wewe kumfanya mtoto wako aishi ndoto zako. Kwa hiyo wewe unataka mtoto wako kumlazimisha aende akawe daktari, hiyo sio ndoto yake. Ndiyo katika huo mlolongo ambao tunakuwa tunakwenda nao wa kuwatambua watoto na kuwaendeleza, ni pamoja na kumruhusu afanye kile ambacho anakuwa anakipenda yeye, na sio kumlazimisha kile ambacho. Wapo wengi tu ambao ulimlazimisha aende akasomea udaktari, lakini hakwenda kufanya kazi ya udaktari, akafanya kitu kingine, akafanya kitu kingine ambacho ndio passion yake. Anasema asante mtaalamu wa malezi kwa kutueleza kuhusu malezi ya watoto. Hakika umetufumbua macho. Choga Abdallah huyu akiwa kule Bagamoyo ndivyo ameandika hivyo. Akiwa na huyu anasema tukumbuke kuna watoto wengine wanaishi na bibi zao na hawana elimu ya kuweza kuwatambua watoto vipaji vyao. Je, hawa wataupataje utambuzi wa ujuzi wao? Anaitwa Jacob Ndama kutoka Maganzo, Shinyanga. Okay. Huwezi ukawa na ujuzi wote, lakini vituo vipo ambavyo vipo na vinao wataalamu. Kwa hiyo wewe unapokwenda kwenye hicho kituo kumpeleka mtoto wako, ndio unatakiwa uhakikishe kwamba kinavyo hivyo vigezo, wanaangalia vitu kama hivyo. Kwa hiyo hilo ni jukumu la mzazi, kwamba yule mtoto ni wa kwako, lakini wewe mwenyewe unapompeleka au wanayemsimamia unatakiwa kuwa na hivyo vitu, na hiyo tabia waache ya kuchukua watoto na kwenda kuachia bibi zao. Sawa, waache, na hata wewe uache hiyo tabia. Yani mzazi alikulea wewe kwenda kusalimia mara moja, lakini wewe hajazungumzia kwa maana kwamba wanaishi kabisa na bibi. Kwa hiyo kwa namna yoyote inatakiwa mtoto ulee wewe mwenyewe. Mliomzaa ndio mnaotakiwa mlee. Haya, kuna ujumbe huku kwangu pia kwenye channel yetu ya YouTube. Anaitwa Muhammad Bakari, hajasema yuko wapi. Anasema hivi, huyu anayeongea sio mkurugenzi wa shule ya Oasis? Sio Oasis ndio kaandika namna hiyo, na vyuo vya Somaiti. Nimeshawahi kuhudhuria mafunzo yake akielezea namna ya kuishi vyema na watoto wakatoa ya moyoni. Ndio, asante sana. Kimsingi mimi ni mkurugenzi wa shule za Oasis ambazo tunafundisha, na haya tunayoyazungumza sisi tunayaishi. Sawa, Shule za Oasis tuko hapa Dar es Salaam, tunafundisha, tuna miaka 16 na tunafundisha hizo. Haya. Unaendelea na maoni? Kuna swali lakini haliko kwenye haya tunayoyazungumza, lakini linahusiana na mtoto. Ndio. Juma Saidi anasema, je, kama mimi mtoto wangu nataka awe na ujuzi wa aina fulani, ndio yale ya kutaka kuchaguliwa, sawa, lakini siishi naye mimi. Ndio. Sasa umeona hapo, yani anaweza akagunduaje? Ndio, kimsingi ni kwamba mtoto ni mtoto wa wale ambao wamemzaa, na kosa jingine ambalo watu wengine wanakuwa wanalifanya, mtoto ule huwezi kujua. Kwani Mama Samia sasa hivi alipokuwa mdogo, ni nani alijua kwamba yule anaweza akaja akawa rais? Kwa hiyo sasa unapomlea mtoto wako unatakiwa muandae kwa kuja kuwa mtu mkubwa. Kwa hiyo hizo hatua za kumwandaa mtoto kuja kuwa mtu mkubwa, kuna kufuga na kulea. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa hawalei, wanafuga. Kwa hiyo kumlea mtoto ni kumwandaa pamoja na kumwonyesha faida na hasara za mambo mengi ambayo yanakuwa yapo. Kwa hiyo wale ambao watoto wanakuwa wamewapeleka kwa watu wengine, kisaikolojia wanasema hivi, yaani mtoto iwapo utampeleka shule ya boarding anapokuwa mdogo, hajaweza kujitetea, na wewe utakapokuja kuwa mzee atakupeleka nyumba ya wazee. Lakini kisaikolojia ni kwamba vile vile mtoto ambaye umemkabidhi mtu mwingine kulea, ambaye ndio anakwenda naye hospitali, kuna ile kitu inaitwa parenting. Kwa hiyo parenting ni ile namna ya kuwa karibu na mtoto. Kwa mfano, mtoto akiugua,
hatakiwi tu apelekwe hospitali na mama. Lugendo Madege unatakiwa uombe ruhusa hapa na uende naye, usogee naye kwenye benchi mpaka anafika hospitali, yani kwa dokta, akitobolewa kile kidole kile, anapimwa damu, alafu yake pole mwanangu, na wewe unazungumza na anakwenda dirishani kuchukua, unakwenda dirishani wewe mwenyewe kuchukua dawa, tunakwenda naye na wewe upo. Hiyo ndio parenting. Kwa hiyo hao ambao wanawapa watoto kwingine kulelewa kwingine, hao wanafanya kosa. Na hilo kosa litakuja kuwadhuru siku zijazo. Utakuja kushangaa kwamba mtoto yani hana mapenzi na wewe. Nasema ule mtoto yani anamjali zaidi yule aliyomlea, matunzo, kwa sababu ni sababu zizo za parenting. Hata wamama wanapata mapenzi. Tutakuja kuzungumza mengi zaidi kwa sababu muda wetu tayari umeshatutupa mkono. Tutakuja kuzungumza mengi zaidi siku nyingine bila shaka. Tunakushukuru sana. Asante sana. Asante. Nam ni Hassan Juma Kombo, mtaalamu wa masuala ya malezi na elimu. Tulichokiangalia, tumeangalia jinsi ya kumwandaa mtoto kielimu katika maisha yake ya baadaye.